ya timu ambayo tayari imeanza kufanya maboresho makubwa ndani ya kikosi chake, kuingiza baadhi ya wachezaji muhimu ambao wanaamini ya kwamba watakuja kuwasaidia na kuisaidia timu yao kutimiza makubwa na mengi ambayo wamejiwekea. Sasa moja ya jambo kubwa ni kwamba upande wa mashabiki walikuwa wanapagawa kwamba Simba inakuwaje, usajili wao umekuwaje, lakini Simba ni moja ya timu ambayo imedhamiria kufanya vizuri katika hili dirisha dogo la usajili, kufanya maboresho kwenye kikosi. Tayari benchi jipya la ufundi, coach Christopher Bergman, kocha msaidizi, lakini upande wa kocha mkuu Steve Baka ni moja ya upande huo wa mnyama mwituni Simba Sports Club, ambao anazidi kuhakikisha kama timu inakuwa katika mentati ya hali ya juu, lakini pia timu inakuwa katika top class, kila top performance ya hali ya juu katika nafasi hiyo na katika ubora mkubwa uliotuka ndani ya kikosi hichi cha wana wa mnyamani wekundu wa Simba. Wana Simba tayari wameanza kushusha vyuma, na leo hii ni wakati ambao chuma cha kwanza moja kwa moja kinawekwa wazi zaidi. Lakini idadi kubwa ya mashabiki wa Simba wamekuwa wanahitaji kujua na kutambua, je, mpaka sasa Simba imewasajili wachezaji wangapi, nani akina nani, wanatokea wapi, wanacheza katika maeneo gani, na watasajili wachezaji wangapi? Hayo ni masuala ambayo huwezi ukashindwa kukutana nayo kutoka kwa mashabiki wa Simba na wanachama wa kikosi hicho. Lakini Atraj, niko hapa kukusanua, niko hapa kuthibitisha sajili ambazo zimekamilika ndani ya Simba, maeneo ambayo yanapaswa pia kukamilishwa kwa sajili za hivi karibuni, na wachezaji ambao wanatazamwa kuja kuziba maeneo hayo. Kumbuka Simba tayari imeachana na nyota watatu na wapo wengine wasiowapungua wanne wanaopaswa kuondoka, na Simba tayari imewasajili wachezaji wanne, wakiwemo wawili wazawa na wawili wa kigeni, na kufika kesho Simba itakuwa imemuongezea mchezaji mwingine, na huyo aidha ni kipa au ni beki namba 3 mwingine wa kigeni. Kufikia kesho aidha ni kipa, aidha ni mchezaji ambaye atacheza kama beki namba 3 pia kuongezeka yeye na Nixon Kibabage, then Anthony Mrigo kuoneshwa njia ya kutokea moja kwa moja. Katika nafasi hii kuna kitu ambacho anapaswa kujua na kutambua. Simba kwenye baadhi ya maeneo tayari yamefanyiwa maboresho. Mfano, safu ya ushambuliaji namba 9 tayari kasajiliwa mzawa, japo anahitajika mwingine mbadala wa Dese. Ukija ukatazama winga Joshua Mutare Budo, Kibu na Rada Chasambi, tayari Simba amempata mchezaji. Ukija utazama kwenye eneo la beki namba 3 tayari kapatikana Kibabage. Then upande wa beki wakati kwa maana ya beki ambaye anakuja kuchukua nafasi ya Shamu, naye tayari kapatikana. Sasa sajili za Simba ambazo zimekamilika kama nilivyokujuza, zipo sajili 4, na kwenye hizi sajili 4 nitaomba tutazame kwa kina. Usajili wa kwanza ni usajili wa Baraka Mwangosi. Huyu ni mshambuliaji na ni mchezaji mzawa ambaye usajili wake umekamilika. Kijana mdogo ambaye ukimtazama uwezo wake ni uwezo wa hali ya juu, na ni moja usajili wa Simba imefanikiwa kukamilisha usajili wake juzi kwenye michuano ya NMB Mapinduzi Cup. Ni sehemu usajili ambao pia walikuwa na akiwa na kikosi cha Simba akifanya majaribio, na Simba wameridhishwa na performance yake. Almost mkataba wa miaka 2 ameweza kuramba. Lakini nje na mwamba wa Baraka Mwangosi ambaye ni mshambuliaji na mchezaji mzawa, mchezaji wa pili ni Rebase Guye. Anaitwa Rebase Guye. Huyu ni raia wa pale nchini Senegal. Simba wamemsajili Rebase Guye kurokea katika timu ya Tengueti FC ya kurokea katika taifa la Senegal. Tengueti FC ni moja ya timu ambayo alikuwa anaitumikia bwana mdogo Rebase Guye, miaka 22, ambaye pia alikuwa ni nahodha wa kikosi hicho. Moja ya winga hatari kabisa ambao tunawazungumza kwa sasa katika bara la Afrika, na hasa kwa wachezaji waliokuwa wanacheza ligi za ndani, huwezi ukashindwa kumtaja Rebase Guye. Huyu ni mchezaji ambaye anautumia mguu wake wa kushoto kama mguu wa dhahabu, lakini wengi wanamuita Bukayo Saka wa Senegal katika aina ya performance ambayo alikuwa nayo na aina ya uwezo ambao alikuwa nao. So huyu ni mchezaji ambaye amekuja kuchukua nafasi ya upande wa Joshua Mutare Budo, na ni winga ya kulia ambayo tunakwenda kushuhudia improvement yake inaonekana katika upande wa wana Runyasi. Nje na Rebase Guye yupo mwamba mwingine
ambaye ni mchezaji anacheza katika nafasi ya back line, kwa maana ya beki, na hapa namzungumzia Nixon Kibabage. Kibabage yeye na Simba wamefikia makubaliano na amesign mkataba na Simba na amekuja kuongeza nguvu katika upande wa kushoto. So Nixon Clement Kibabage ni sehemu ya wachezaji ambao tayari wamesign ndani ya Simba akitokea Singida Black Stars. Huyu pia ni mchezaji mzawa na kuna kitu cha ziada ambacho pia anakwenda kumwongezea coach Steve Barker katika upande wake. Then chuma kingine ni mwamba anayejulikana kwa jina la Ismail Olivier Toure. Ismail Olivier Toure, miaka 28. Huyu ni mchezaji kutokea katika taifa la Cote d'Ivoire au Ivory Coast, ndiko ambako anatokea. Mwamba ana umri wa miaka 28 na mmoja wa wachezaji ambao amekuwa na performance ya hali ya juu katika nafasi hiyo, performance ya kutupwa, performance ambayo kiukweli kuna kitu cha ziada ambacho Simba wanakwenda kunufaika nacho, uwepo wake katika kikosi chao na namna ambavyo anakwenda kuifanya timu kuwa katika sehemu ya mtaji mkubwa na kuifanya timu pia kuwa katika sehemu ya ufanisi. So hizo ni sajili 4 ambazo tayari zimekamilika ndani ya kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, 2 wageni na 2 wachezaji wazawa katika